naitwa Mama Ashura Mupya Mujeshi, mwanamke mwenye sura mbaya lakini mume wangu haibii. Karibu sana kuangalia Icon TV. Habari za saizi. Mimi nitazungumza kidogo sana kwa sababu hii press ni maalum kwa ajili ya viongozi wetu wakuu kutoa matukio ya chama kikuu. Mimi nitaongezea alipozungumza katibu mkuu kuhusiana na ubaguzi katika elimu. Mtashuhudia kwamba jana kama sio majuzi, bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imetoa tangazo lenye vigezo vya wanafunzi ambao wanastahili kuomba mikopo kwa ajili ya masomo yao ya chuo kikuu. Sasa katibu mkuu hapa ameeleza takwa la kikatiba na kuitaka serikali ihakikishe raia wake ama watoto wake ama jamii yake inapata elimu bila kubaguliwa. Sasa zilitajwa sifa 10, lakini sifa ambazo zina utata, zinatia kichefuchefu, ama kwa lugha nyingine tunaita ni za hovyo. Kienda kifungu cha 9 na cha 10 nitanukuu ili nisije nikaonekana nimesema maneno yangu ya uchochezi, maana siku hizi sema neno tu bwana mkubwa akiona umemgusa unaitwa mchochezi. Mimi nanukuu. Kifungu cha 9 kinasema waombaji ambao wazazi wao ni wakurugenzi au mameneja waandamizi katika makampuni binafsi yanayotambuliwa na mamlaka za mapato na usajili hatarajii kuwa. Nakumbuka juzi hapa wakati tunazungumza masuala mbalimbali ya uchumi, kuzungumza biashara zilizosajiliwa na biashara ambazo zipo hai, tulisema miongoni mwetu tukijiuliza watu gani wamesajili makampuni yao ambao yanatambulika kwenye hivyo vyombo vya kiserikali, inawezekana ikawa ni robo tatu yetu. Lakini watu gani ambao hayo makampuni ambao wameyasajili yanatambuliwa kwenye vyombo vya serikali, makampuni yao yanafanya kazi ipasavyo, inawezekana wakawa robo ama hakuna. Sasa leo tamko la bodi ya mikopo ambao sisi tunaamini ni tamko la serikali, kwa sababu huwezi kutoa tamko ama maelekezo ya chombo kikubwa kama hiki bila kupata ruhusa ya waziri mwenye dhamana, hali kadhalika bila kupata ruhusa ya mwenye nchi ambaye ndio rais ambaye amepewa dhamana kwa mujibu wa katiba kuongoza nchi yetu. Lakini kifungu cha 10 kinasema waombaji ambao wazazi wao ni viongozi wa umma au kisiasa ambao wanatajwa na sheria ya maadili na viongozi wa umma na wenyewe hawatarajii kuomba mikopo. Sasa kwa watu wa kawaida wakisikia watu wanaojaza fomu za maadili wanajua labda ni kwenye ngazi za ubunge ama mawaziri. Lakini vile vile hata kwenye hizo ngazi za ubunge ama mawaziri ama meneja ama mkurugenzi, unamnyimaje mtu haki yake ya kikatiba ya mtoto wake kupewa fursa ya elimu sambamba na mikopo kwa kuashumu kwamba huyu mtu kwa kuwa tu ana hiyo nafasi basi ana uwezo wa kulipa? Unajua kama analipia watoto 10 ama 20 kwa mwaka. Kwa hiyo tunatumia hoja nyepesi za hovyo zisizokuwa na mantiki kubaguana kielimu. Leo madiwani wetu hapa wanajaza fomu za maadili kama sisi. Sasa ukigeneralize leo kwa waraka wa serikali, mtumishi yote sababu kabla ya uchaguzi wa 2015 watumishi wa umma pamoja na waajiriwa wengine walikuwa wanaruhusiwa kugombea udiwani, kwa sababu udiwani hauna mshahara na unaendelea na kazi yako, sababu ni kazi ya kujitolea. 2015 ulitumwa waraka nchi nzima ambapo watu wote ambao walikuwa wanagombea nafasi ya udiwani ambao ni watumishi waliambiwa waache kazi. Kwa tafsiri yake ni nini? Tuna kundi kubwa
la viongozi wa kisiasa kwa nafasi ya udiwani ambao hawana mshahara, wanakaposho kati ya Laki1 ama Laki3 kutegemeana na ukubwa na uwezo wa halmashauri. Leo namwambia kwa sababu tu umetaja kwenye kile kisheria ambacho kinakutaja ujaze fomu ya maji, huqualify kwenye. Sasa vitu kama hivi hatuwezi kuviruhusu kama taifa. Wakati ukawa tunaeneza ilani yetu, tulisema tutatoa elimu bure mpaka chuo kikuu pasipo kubagua, kwa sababu ni jukumu la serikali kutoa elimu kwa watoto wake. Sasa wenzetu hawa wanaotuambia kila mwezi mapato TRA yanakuwa, wanaanza kutapatapa. Yaani walikopi na kupesti sera ambao hawawezi kuitekeleza. Sasa hivi wanaanza kutumia visingizio kuweza kubagua Watanzania. Sasa hili swala tutalikemea, tutaendelea kulikemea, na tutaandaa press maalum ya waziri kivuli wa masuala ya elimu ambaye atakuja kutoa uchambuzi wa kina wa hali ya elimu ya juu, tulipotoka, tulipo na tunakoelekea, ili Watanzania sasa wafunguke macho, waache kulegea kwa kuonjeshwa pipi wakati hali halisi ni mbovu. Ya, ni kweli tunapitia hatua fulani ambayo sio rafiki sana kwa mazingira ya kidemokrasia duniani, na kwa sisi wa upande wa imani fulani tulifundishwa kwamba ndugu yako akikukosea unamuonya, asipokusikiliza unachukua mtu mwingine, mnaenda kufanya nini? Kumuonya. Asipowasikiliza mnamwacha kama mtu wa mataifa. Sasa kumwacha kama mtu wa mataifa maana yake mnaanza kushughulika naye head on. Tumejaribu, chama chetu kimejitahidi kweli kuwa kinatoa mwelekeo sahihi katika kutekeleza mambo mbalimbali, lakini naona ndugu hataki kusikiliza. Kama mnakumbuka, mara mwisho mwanasheria mkuu wetu wa chama alisimama hapa akaamua sasa kuita international community kwamba jamani, hapa kuna tatizo, hebu sasa na nyie ndugu zetu njooni tuangalie ni jinsi gani tunaweza tukashughulika na hili jambo. Lakini inaonekana bado masikio ni mazito kidogo. Kuna mambo makuu mawili ya msingi, pamoja haya yanayoendana na sheria, lakini pia yanaendana pia na uweredi na jinsi gani tumejitahidi kubaka elimu. Tumeibaka elimu mpaka tumefika kwenye kiasi kwamba tunazuia sasa watu kusoma. Ibara ya 11 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kifungu namba 3 kinatoa maelekezo kwa serikali kutengeneza mfumo utakaomwezesha kila mwananchi katika taifa hili kujiendeleza. Lakini sasa hivi kuna watu tunajua wamepata hukumu ya kutosoma. Hawa ni wakina dada wadogo wanaopata mimba shuleni. Nadhani mwenyekiti wa BAWACHA ataungana na mimi, na kwa kuwatetea alipata kesi, naongezea kesi profesa hapo, na akakaa rumande masaa 48 kwa jaji mmoja anaitwa DC. Alivyotoka akaenda kwenye mkondo wa kawaida wa kisheria. Sasa ukiangalia kuna matumizi mabaya sana ya dola, na dola inapotumiwa vibaya inaashiria huko mbele tuendako ni kubaya zaidi. Naomba niwakumbushe tatizo jingine. Ukiacha hawa mabinti ambao sisi tumeamua kuwasimamia kwa gharama yoyote waweze kurudi shule, sisi tuna ndugu zetu. Mimi mwenyewe ukiniuliza, na ndugu zangu na wadogo zangu na binamu zangu ambao walipatwa na muktadha huo kwa umri wao wakiwa wadogo, walikuwa hawaelewi faida ya elimu katika maisha. Tumewapigania, wamesoma, sasa hivi wanaelewa kwamba walichokuwa kikichezea nyuma ni nini. Sasa tunaposimama kama taifa kwa kondemu watoto wadogo ambao hawajafikia hata kisheria kufanya consent, they are under 18, ni minority. Leo tunataka kuwahukumu kwa nguvu watu hawajafikia hata kufanya consent. Kama ana miaka 18 na zaidi, tutajua anajitambua miaka 16, 17. Hili ni tatizo lililoko kwenye jamii, hatuwezi tukalisolve kwa mabavu. Na mabavu haya sasa yanatawanyika, yanaanza kwenda kwenye mipaka nje ya nchi, yanakuwa exported. Tumeshuhudia juzi wakimbizi wanaambiwa warudi walikotoka. Jamani, kuna sheria na miongozi nao govern wakimbizi duniani. Hawa wakimbizi wamekimbia Burundi, wanamkimbia rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kwa sababu ya tofauti zao za kisiasa. Leo tunaamuru kwamba warudi. Je, hizo sababu zimeisha? Tunajua kabisa makamu wa rais wa mahakama ya Burundi, Mheshimiwa Sylvester, alijiuzuru na kukimbia nchi yake.
baada ya kuona kwamba mahakama inaburuzwa kufanya uamuzi kwamba je, hii ni temi ya 3 au sio temi ya 3 ya bwana Nkurunziza kugombea urais. Mahakama zote zilisema ile ni temi ya 3, kasoro mahakama ya Burundi. Leo huyu ndo rafiki, tunakaa naye karibu, wale watu waliokuwa na persecute anawashughulikia, tunaamua sasa tumrudishie ili akawashughulikie zaidi. Tunajua makamu wa pili wa rais wa Burundi alisema nini? Alisema wakati mnaandamana polisi walikuwa wanapiga risasi miguu. Sasa tutaamua washughulike na nyie. Hiyo sentence ilikuwa condemned duniani kote. Paka Umoja wa Mataifa ulikondemu hiyo sentence. Leo tunasimama kifua mbele tunawaambia hawa watu warudi. Tumejiridhisha kwamba hali iko shwari kwa wao kurudi. Sasa ukiangalia tunachoongelea, mahakama hizi kuingiliwa ni katabia sasa kanakuwa kanakoendelea kwenye nchi za Kiafrika. Burundi wameingilia, nadhani unajua profesa, wewe mwanasheria uliyebobea, makamu wa rais kwa sababu ya integrity yake akasema hawezi kuwa sehemu ya uozo, akaamua kusema. Na yeye ni mkimbizi huko aliko. Sasa sijui na yeye watasema arudi ili akashughulikiwe. Mahakama ya East Africa ilisema hii ni awamu ya 3. Mahakama ya African Union ikasema hii ni awamu ya 3. Kasoro mahakama ya Burundi. Kwa hiyo imeingiliwa, and then unatengeneza rafiki, huyo rafiki anakuja na kushawishi, na sasa tunaanza kuona hayo mambo hapa yakitokea. Mahakimu wanatishwa, mapolisi wanaamrishwa kufanya vitu ambavyo viko nje hata ya taratibu zao za kipolisi kwa sababu ya maamuzi ya kisiasa. Na sasa tunaona inaenda mpaka kwenye taasisi za serikali. Tunaandikiwa barua zingine tunasoma hata hatuzielewi zina maana gani. Chama rafiki yetu wa Ukawa naye anaingiliwa. Sasa mheshimiwa profesa, sisi kama chama tunaomba tuwasihi sana waandishi wa habari. Hebu tutumie hizi kalamu, kamera zetu, tuhakikishe kwamba tunapaza sauti kuhusiana na hili swala. Hili swala sasa linakwenda kuingia kwenye maisha yetu ya kijamii ya moja kwa moja. Sasa hivi tunaanza kuona wa mabinti, tunaona kama hayatuhusu, wananyimwa elimu. Lakini lazima tujue kwamba kuna watu watatu hapa wanaoathirika moja kwa moja. Mtoto anayezaliwa tunamkondemu kwa adhabu ya mama yake. Kwa sababu mama asiposoma hawezi akalea huyu mtoto akasoma vizuri. Kwa hata hiki kichanga kinachotoka kinakuja huku duniani akijui nini kinaendelea, tunakikondemu, tunakiweka kwenye mazingira ambayo hakielewi kitaishi. Na hii ni system ambayo imejitokeza ya kudisregard instrument zingine za utawala kwenye nchi, kutoona sheria hazina maana, kutoona katiba haina mpango, wakati katiba yetu ibara ya 11 kifungu cha 3 inaiamuru serikali itakayokuwa madarakani, hata kama itakuwa ya Chadema, inaiamuru kuhakikisha kwamba inaweka mazingira na fursa sawa za kila Mtanzania kupata elimu, awe ni mjamzito, awe ni tahira, apate elimu kulingana na uwezo wake wa kielimu. Kwa sisi tunaomba marafiki zetu sehemu zote duniani ambako tumeshakwenda, kuna baadhi ya nchi tumewatembelea, tumewaona, na wengine walioko hapa ndani, tunaomba tushirikiane kwenye masuala ya msingi yanayoiathiri dunia moja kwa moja. Tusimame pamoja kutetea haki za wananchi popote pale walipo. Na kwa kuanzia sasa hivi mifano tulionayo wazi ni kuhakikisha kwamba mabinti wanapata elimu regardless ya matatizo waliyoyapata katika malezi na makuzi yao, na wakimbizi tunahakikisha kwamba tuna safeguard interest zao wawe salama. Kuishi ni haki ya binadamu. Na haya yote tunayoyasema hatujajitungia. Yamo kwenye convention inayohusu wakimbizi ya mwaka 1951 pamoja na itifaki ya wakimbizi ya mwaka 1967. Yote yanataka kuhakikisha kwamba hawa watu wanapewa haki zao. Na tumuombe kama makamu mwenyekiti alivyotoa rai yake kwamba mahakama ikianza kulegalega na kuruhusu kuingiliwa na watu wanaotaka kulinda fursa zao za kisiasa, tunalipeleka hili taifa kwenye hali ya sintofahamu. Tumeona Burundi, majirani zetu, kilichotokea, na mpaka makamu wa rais, na sisitiza tena, wa mahakama ya Burundi aliamua kukimbia kwa sababu alikuwa haamini kinachoendelea, mkono unaoingia kwenye mahakama. Sasa na sisi hapa kama taifa lazima tuangalie kwamba taratibu na sheria tulizojiwekea zinafuatwa ili kuleta ustawi wa wananchi. Tumewaita wanahabari tueleze kwamba katika kamati kuu yetu ambayo iliketi hapa Hilton Hotel,
Dar es Salaam tarehe 29 mpaka 30. Tuliangalia hali ya nchi ya kisiasa hii, kamata ya viongozi wetu na kufunguliwa makosa ya mikutano isiyokuwa halali, mikutano haramu wanaita, alafu na uchochezi. Ndio makosa makubwa ambayo wanashtakiwa nao. Sasa tukasema hivi kwamba kumeguzuka tabia kama mtindo sasa baadhi ya mahakimu wanyima dhamana wa viongozi wetu kwa vigezo ambavyo havina msingi kabisa. Sasa tumetoa mfano wa kesi 5. Ile kesi ya Dr. Mshinji kule Songea na wenzake wale 8 ambao ni viongozi wa Chadema. Tumetoa kesi ya Chato ambao mpaka leo dhamana haijatolewa. Tumetoa kesi ya Godbless Lema, tumetoa kesi ya Lema, mnakumbuka katika ndani miezi 4. Tumetoa kesi ya huyu Tundu Lissu. Kisa Tundu Lissu tumetoa mfano wake kwamba Lissu naye siku ambayo alikuwa amepigishwa mahakamani kwa kawaida atakiwa apewe dhamana. Hakimu baadaye anakuja kumpa dhamana baada ya kukaa ndani, wasingizo wanaandika ruling, anasema Lissu ameonyesha na tabia nzuri. Sasa hakujua kwamba alikuwa na tabia nzuri tangu ile siku ya kwanza. Kwa hiyo kwa kawaida unakuwa akizungumza pale, na katika libaro tumeandika kwamba moja ya sharti la kutoa dhamana ni kwamba je, siku ambayo unatakiwa kuja mahakamani utakuja. Hicho ndio kigezo kikubwa sana, ambapo kwa bahati mbaya sasa mahakama zetu hazifanyi. Sasa tumemwandikia jaji mkuu kwa sababu yeye ndio custodian, ndio mwenye kuhakikisha kwamba haki za raia wote zinatekelezwa mahakamani, na hakikisha kwamba hawa mahakimu wasiwe na hofu ili viongozi wetu wasionewe, kwa sababu tunaona sisi viongozi wetu wanaonewa. Kwa hiyo ndio sababu na wachukue mfano wa nchi kama South Africa, mahakama yako huru. Yule Jacob Zuma alikuwa amepelekwa mahakamani akishtakiwa kutumia pesa vibaya kujenga kasri lake, na ameamriwa arudishe zile pesa bila kumwogopa Zuma bado yuko madarakani. Alafu kesi ya Zimbabwe, wananchi wameruhusiwa kama hapo kwetu tulikatazwa mikutano na ya ndani na nje, unaona, kwa hiyo kule Zimbabwe bila kumwogopa Robert Mugabe wameruhusi. Sasa tunamwambia jaji mkuu hawana haja kuogopa, kwa sababu independence of the judiciary, uhuru wa mahakama uko pale. Sasa ni haki yao kuhakikisha kwamba unalindwa. Atuandika barua yeye, tuandika barua. Ni mfano niliuliza swali kama hilo pale, mtafanya nini? Niliuliza swali kwamba mtafanya nini kama jaji mkuu hatatekeleza yale ambayo madai yenu. Mimi namwamini Ibrahim kwa sababu wanafunzi wangu nafundisha, alafu na najua kuna independence of the judiciary. Kwa hiyo nafasi yake ile haiwezi kuhujumua yote. Wasa labda naogopa hata thibitishwa kwa jaji mkuu, sasa hiyo bahati mbaya. Naamini kwamba atahakikisha, na nyinyi mtatusaidia kama mkifuata mwambie bwana jamaa analalamika. Hatumlalamiki yeye, tunalalamikia baadhi, tena sio mahakimu wote, baadhi ya mahakimu ambao wanafanya hivi vitu ambavyo. Habari za burudani, siasa na michezo, usisahau kusubscribe ili usipitwe na update.